Yes, nikianza na gazeti la Mwanaspoti, habari kubwa, habari picha inaonyesha mashabiki wa Young Africans ambao walihudhuria mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, mchezo ambao haukuwa umefanyika, wakiwa wameshika tama, wengine wameinama, wengine wameshika mashavu, wengine akiendelea kujisnap kwa ajili ya kujiliwaza, huko kichwa cha habari kikisema dabi aliza wengi kwa hasara waliopata. Yanga Sports Club yajipanga kwenda kasi. Mambo yakiweza kwenda namna hiyo baada ya kuonekana bodi ya ligi imeshindwa kufanya maamuzi yenye busara. Sasa Young Africans pamoja na uongozi wake wamejipanga kwenda kupeleka malalamiko kasi, huko akisema kwamba haki itakwenda kutafutwa hata nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hiki alichokifanya mnyama Simba hakikubaliki. Kumekuwa na malalamiko kadhaa na kumekuwa na tuhuma kadhaa kwamba inawezekana maamuzi yametoka juu ni wapi sisi hatujui, lakini hicho ndicho ambazo Simba wameweza kukifanya. Ikumbukwe leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 pia Simba dhidi ya TMA, mechi ipo. Hii wanasema ipo, Simba wamethibitisha wenyewe ipo. Ni mechi ya CRDB Federation Cup katika muendelezo wa viporo ambavyo Simba pamoja na Yanga hawakuweza kuvicheza. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo, lakini pia habari nyingine inasema dabi ya 13. Hii ni mechi ya 13 kwa Simba na Yanga kukimbiana uwanjani katika bodi ya ligi ya bara tangu 1963. Kwa hiyo hii sio mara ya kwanza wala ya pili, hii ni ya 13 watu wanakimbiana. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo. Pia kombe la shirikisho leo Jumanne, Kagera Sugar dhidi ya Namungo FC majira ya saa 12 kamili jioni katika uwanja wa Kaitaba pale mkoani Kagera. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo nzuri kweli. Lakini pia habari nyingine inasema simu moja tu itairudisha Yanga Sports Club Kariakoo Derby. Ni simu ya nani? Nenda kasome katika kurasa za ndani humo kwenye gazeti la Mwanaspoti. UEFA Champions League pia kuendelea leo ambapo Barcelona atakuwa nyumbani wakiwakaribisha Benfica. Mechi ya kwanza Barcelona alitoka na ushindi wa 1-0 akiwa ugenini, na mechi hii tuone nini kitajiri. Mchezo utapigwa saa 2:45 usiku. Lakini pia Bayer Leverkusen dhidi ya Bayern Munich, timu za Ujerumani hizi. Kumbukwe mchezo wa kwanza Bayern Munich ilibuka na ushindi wa 3-0. Lakini pia Liverpool dhidi ya PSG, mambo yakaweza kwenda namna hiyo. Lakini pia mchezo wa kwanza Liverpool alishinda 1-0. Mchezo huu utakuwa ni saa 5 kamili za usiku. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo. Lakini pia gazeti la Zanzibar Leo limeandika Yanga Coastal Union dimbani kesho. Hili ni kombe la CRDB FA ambapo Simba Sports Club wanadondoka leo dhidi ya TMA na Young Africans dhidi ya Coastal Union wanakutana kesho. Yanga na Coastal Union wamekuwa na muendelezo wa kukutana katika CRDB FA Cup. Ikumbukwe msimu uliopita ule wa nyuma yake walikutana katika finali, msimu unaofuata wakakutana kwenye hatua kama sio ya robo finali basi ni nusu finali, na msimu huu wanakutana tena katika hatua ya 16 bora. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo. Kipi ambacho kitajiri? Watawapa game ya aina gani? Kocha Juma Mwambusi anakwenda kukutana na waajiri wake wa zamani Young Africans. Ni kipi ambacho atakwenda kukitoa? Ni kipi ambacho vijana wake watakwenda kukifanya? Basi nenda kasome. Na ikumbukwe pia kocha Juma Mwambusi aliweza kutoa angalizo kwa vijana wake, akasema endapo ataendelea na performance hiyo anayoendelea nayo basi yeye atakuwa wa kwanza kuwashukuru kwamba jamani asanteni. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo, lakini tuna imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo mzuri kweli. Lakini pia Shime alia na kipigo Serengeti Girls Under 17. Ikumbukwe Serengeti Girls Under 17 mnamo Jumamosi kama sio Jumapili waliweza kucheza mchezo wa kuania kufuzu kombe la dunia kwa chini ya umri wa miaka 17. Hii ni timu ya taifa ya watoto wa kike ambapo walicheza kichapo cha mabao 3-0 dhidi ya Zambia. Namna hiyo Zambia wakiweza kuonesha soka safi na kuachakaza vibaya mno kwa ushindi wa mabao 3-0 tukiwa nyumbani katika dimba la Azam Complex pale Chamazi. Lakini pia TFF yavitia kufuri viwanja vya Kirumba na Jamhuri. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo. CCM Kirumba pia imewekwa kufuri kwamba inahitaji ukarabati ili iweze kukidhi viwango vya CAF pamoja na FIFA vya kutumika kikanuni kwa ajili ya michezo ya ligi kuu pamoja na michezo ya mashindano mengine yoyote ambayo yako chini ya bodi ya ligi na TFF. Lakini pia gazeti la Majira limeandika Yanga yakataa mazima kucheza tena dabi. Hati ya utendaji ya Yanga Sports Club imeitaka bodi ya ligi kuipa klabu hiyo haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Katika hatua nyingine, kamati ya utendaji ya Yanga Sports Club imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote ile utakaopangwa. Vile vile kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu nchini chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Kutokana na hilo imeliomba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira hapa nchini. Wanasema pointi 3 zetu tupewe, kesho tutakipiga dhidi ya Coastal Union pale KMC. Mambo yakaweza kwenda namna hiyo. Lakini pia Simba asira zote kwa TMA Stars leo. Kama nilivyosema hapo awali, Simba Sports Club wanakuambia mechi leo ipo na watacheza kwa ajili ya kufurahisha mashabiki zao. Niseme sina la ziada, uwe na siku njema, Jumanne njema. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi pindi ambapo zinakuwa zimejiri. Jina langu ni Hamza Saifu.